Nashukuru sana kwa wote mlioendelea kufuatilia video zangu, na nipende kuwashukuru pia na kuwapa hongera wale wote ambao mlifuatilia video iliyopita ambayo ilikuwa ni sehemu ya kwanza, na nilizungumza kuhusu challenge ambazo zinawakumba wanachuo wengi wanapokuwa chuo, na nilizungumzia baadhi tu ya challenge. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Leo itakuwa ni sehemu ya pili ambapo tutaenda kuhitimisha lile somo la juu ya challenge zinazowakumba wanachuo wanapokuwa katika vyuo vyao. Na shukuru Mungu pia sasa vyuo vimeshafunguliwa, wanafunzi endelea kuripoti kama kawaida. Basi tunachosubiria sasa hivi ni boom tu tuweze kula maisha. Moja kwa moja tuweze kuendelea na sehemu ya pili, ambapo sehemu ya pili sasa tunaendelea na challenge nyingine ambayo ni moja ya challenge ilikuwa pia ikiwakumba wanachuo wanapokuwa katika masomo yao. Challenge inayofuata ambayo nisema sasa katika sehemu ya kwanza niseme challenge ya kwanza. Challenge ya kwanza kwa leo sehemu ya pili tunasema ni stress. Yes, stress imekuwa pia ni challenge kubwa sana ambayo inawakumba wanachuo. Yaani ukuta mtu ana mawazo na wengine mpaka wanafikia hatua ya kucommit suicide, yani anaamua basi bora ajiue tu. Kuna wengine wanajitupa kwenye visima. Tumeshuhudia matukio kama hayo kama vya Dodoma, kituo cha Dodoma UDOM. Tumeshuhudia mtu ajitupa kwenye kisima, yani amepata stress mpaka sasa anaona tu bora akajiue, akajitoa uhai wake, lakini inakuwa haina sababu ya kufanya hivyo. Lakini mbadala yake nini? Unapokuwa kwanza jua kabisa katika maisha yako ya kutafuta mafanikio, lazima uwe na watu wa kushauri. Uwe na watu ambao unajua nikipata shida fulani, mtu fulani ataenda kanishauri shida yangu na itaweza kutatulika, au kikosa msaada basi atanipa alternative ya kufanya. Utatafuta mbinu fulani ili shida yangu iweze kukaa sawa, iweze kukamilika kabisa na kuisha. Kwa sasa watakuwa na watu kama hao, watu ambao wenyewe watakuwa nakupa ushauri, wanakushauri. Na unapopata shida hiyo sasa, kwamba baada ya kwenda kujiua au wazo lingine, baada kuomba ushauri. Kwa hiyo tunachokosea pia wengine, unakuta hatuna watu wa kukushauri. Unajua umeshakuwa mtu mzima kwamba maamuzi yote unajichukulia mwenyewe, kiasi kwamba huwezi kutafuta mtu. Lakini kiuhalisia watakuwa na mtu ambaye atakushauri. Anaweza akawa ni mkubwa au ni mdogo, lakini unachagua mtu unaona huyu mtu anaweza akawa na hekima fulani akanishauri. Anaweza akawa lecture, anaweza akawa mwanafunzi mwenzao, kwa sababu chuo ni sehemu ambayo tunakutana wanafunzi mbalimbali, tunakutana watu mbalimbali, na watu wengine watu wazima kabisa, watu wenye busara zao. So unaweza ukachagua mtu ambaye anaweza akawa ni mtu wa kukushauri. Hatukatai kuna mambo ambayo yanapelekea stress zikatokea. Kwa mfano mtu amebeti, unakuta kijana amebeti ameliwa, unaona, na ni pesa kubwa alikuwa anaitegemea, anaelekea matarajio, unaona, bahati mbaya ndio hivyo amepigwa, pesa imeliwa. Kwa sasa kijana mwingine unakuta kwa zile stress, labda ilikuwa ni pesa ya ada amebetia, anaenda kujiua. Kwa hiyo inakuwa sio njia nzuri. Badala yake ni kutafuta watu wa kutushauri. Na unapokuwa umepata stress, unaona kabisa na stress, hebu usijitenge. Tafuta watu, tafuta mkusanyiko wa watu, upige nao story, usikae tu mwenyewe ndani, ukakaa ukaenda kulala. Ukilala unaanza kupata mawazo mabaya, unaona. Kwa hiyo tafuta sehemu ambayo imekusanisha watu, na ukakaa kwenye ile sehemu, upige story moja mbili tatu uweze kupoteza yale mawazo. Lakini pia unaweza ukatoka ukaenda hata mjini, nenda ukazule kule, nenda ukamee, una pesa kidogo, katafuta chakula ambacho unakipenda sana ukale, unaona. Ingia hivyo sehemu mbalimbali, ujichanganye na watu, usike mpoke unapokuwa na stress. So hii imekuwa ni challenge sana katika vyuo. Watu wanachukua maamuzi mabaya wanapopata stress. Na njia nyingine ya kuondokana stress, fanya mazoezi sana, fanya jogging, amka asubuhi, kimbia, unaona. Fanya mazoezi ya kutosha kabisa. Hii pia itakusaidia kuondokana na stress. Challenge ya pili ambayo inawakumba pia wanachuo, tunasema ni money management. Money management. Yaani hii money management unakuta sasa ni mtu hana uwezo wa control fedha zake. Yaani fedha anaipata na uwezo wa kutumia ile fedha inakuwa ni changamoto. Na maskini unakuta mwingine kabisa hana hata elimu ya kutumia fedha. Hasome vitabu vya kuhusu uchumi, hasome vitabu vya elimu vya kuhusu fedha, hasomi. Kwa unakuta hata matumizi ya fedha kwake ni mabaya. Unakuta anapokea boom, lakini boom ni la miezi miwili, au ndani ya miezi miwili, unakuta ndani ya wiki 3 au wiki 4 unakuta ile pesa yote imeisha. Na bahati mbaya, bahati nzuri ni bahati mbaya, unakuta wanachuo wengi unakuta hawana kile chanzo cha mapato, yaani tofauti na boom na chanzo kingine. So hii inakuwa ni challenge kubwa sana. Kwa hiyo kuepukana hii challenge ya money management, cha kwanza kabisa unatakiwa ujue matumizi ya fedha, na fedha umeipanga katika mpangilio upi. Unajua kinachokuja kutofautisha kati ya maskini na tajiri sio kwamba pesa hawana. Wote wanaweza kuwa napata pesa ile, lakini kwa nini wanaonekana tajiri? Wanakuja kutofautisha kitu kimoja tu, ni budget
Yaani unakuta matajiri unakuta au mtu anatumia pesa vizuri, ameweka budget kwamba nikipata hii pesa nitafanya 1 2 3, nitafanya hiki na hiki, nitafanya hiki na hiki, na pesa inayobaki nitaweka akiba. Au unakuta kwa wanachuo wengine unakuta ameweka bili. Huu mfumo ni mzuri sana kuweka bili. Umepokea fedha yako kwa labda ni ya miezi miwili. Kwa hiyo nenda cafeteria pale kakate bili yako, hii ni miezi miwili, kwamba mpaka tunapofikia kwenye mitihani au mitihani kuisha ya semester, hii bili nayo itakuwa imeisha. Fanya hivyo. Unakuwa ukana pesa mfukoni. Kukana pesa mfukoni inawezekana kucontrol sasa wewe kwamba nataka unifanyie hivi. Kuna muda unaona kabisa pesa ipo mfukoni, pesa yenyewe inaongea kwamba wewe haujafanya hivi, nenda ukanunulia hata chips. Yaani pesa yenyewe ndio kucontrol, pesa inaongea, hebu fanya mtumie. Unaona? Kwa pesa inakuwa inakwambia wewe, naona ingia mfukoni, unatoa pesa unafanyia vitu vingine. Lakini wakati unakuja haujala labda, lakini kwa sababu tu pesa nao mfukoni, tena kama bomu linapoingia unakuwa na kikadi chako, hata kile kikadi kinasema kanaweka kwenye ATM. Naona kana weka mchezo sasa, unaenda unaweka unatoa, unaweka unatoa, yani hivyo unaangalia kasalio baki shilingi ngapi ukiwa na kikadi chako. Mwisho wa siku unakuta ile pesa imeisha bila wewe kufahamu, na unaanza kulalamika sina pesa, unaingia kwenye mikopo, unaingia kwenye madeni. Unakuta mwanachuo sasa anadaiwa, ana madeni kama mtu mzima, mtu mwenye miji kama mingapi. Unaona? Wakati ndo kwanza hana hata familia, lakini unakuta na madeni chungu nzima, kwa sababu yote ya kutopanga budget na kuwa na system mbaya ya money management. Kwa hiyo jifunze kuwa na budget ya fedha zetu tunazopata, lakini pia tafuta chanzo kingine cha mapato unapokuwa chuoni. Usitegemee boom tu, tafuta chanzo kingine cha mapato. Yes. Kwa hiyo tujifunze katika ile. Ilikuwa ni challenge ya pili katika sehemu ya pili. Challenge ya tatu katika sehemu ya pili ya challenge zinazokumba na chuo, na ambayo itakuwa ni challenge ya mwisho na kumaliza part hii, wasema ni relationships affairs, mambo ya mahusiano. Katika mahusiano hii imekuwa pia ni challenge. Kutoka mwingine akifika chuo ndio anaingia kwenye mahusiano, anaenda vizuri kabisa, anamaliza vizuri na masomo yake vizuri, ana kumshukuru bwana, anaingia kwenye mahusiano usipate. Lakini kwa mwingine anaingia kwenye mahusiano ndio maisha yanaharibika kabisa. Unaona? Yaani anafeli kila kitu, maisha yanaharibika baada ya kuingia kwenye mahusiano. Kama alikuwa na pesa fulani kanapotea, unaona, kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano. Sasa kuingia kwenye mahusiano katika level ya chuo miaka 20 plus, kuna mabuyu kwa nasikiliza anasema ukishafikisha miaka 20 kama ukiingia kwenye mahusiano, atakuwa na mahusiano ambayo ni strong, sio ile ya kujaribu. Yaani atakuwa ingie serious, sio kujaribu. Sasa wengi wanachuo unakuta anaingia kwa sababu ya tamaa, ametamani, unaona? Na watu wakuta wanaingia kwenye mahusiano chuoni kwa sababu moja wapo, unakuta labda anaogopa kufeli. Chukulia mfano ni mdada. Huyu mdada yeye labda ana mtu fulani anafundishwa na mtu fulani. Huyu mtu fulani kisha mfundisha mdada, labda anaelewa, anafaulu vizuri katika masomo yake, na kitu alikuwa kielewi sasa anakielewa. Baadaye anaanza kutakwa kimapenzi sasa. Unaona? Sasa huyu mdada kwa sababu anaogopa kufeli, inabidi tuingie katika mahusiano. Hana namna, no way out. Kwa hiyo anaamua tu sasa aingie kwenye yale mahusiano ili aendelee kufaulu vizuri. Anaamini akiingia katika mahusiano atafanya vizuri. Unaona? Kwa hiyo imekuwa ni challenge pia kwa watoto wa kike. Anaona afanyeje? Bora tu niingie kwenye mahusiano kwa kuogopa kufeli. Baadaye sasa mahusiano kuta na mgharimu, yanaharibikia njiani. Kwa hiyo inakuwa ile na develop na stress. Yote na kwa point ya kwanza develop stress. Cha pili ambacho kinafanya unakuta mtu anaingia kwenye mahusiano, tunasema ni peer pressure. Unaweza kukuta ni kijana wa kiume au kijana wa kike. Wengine unakuta vijana wa kiume yuko kwenye kundi la wenzie, lakini unapiga story unamwambia hauna mtu yeyote, hauna girlfriend, hebu acha ushamba, atafuta. Uone anaamua kule ni ujanja, kwa nini siingie? Hiyo ni peer pressure, na hajaingia kwa kutaka, ila ni ile kufuata mikumbo kutoka kwa wenzake kwamba mbona fulani amefanya, hebu na mimi ngoja nifanye niingie na nimeshauriwa. Kwa anaingia, mwisho wa siku mahusiano kama yale unakuta na kuja na vunjikia njiani, na baadaye inakuwa ni hasara. Kumbe unapoingia katika mahusiano ukiwa level ya chuo, hebu ingia katika mahusiano ambao unajua kabisa itakuwa ni imara, sio kutesti. Naingia na kuna wengine wanafanikiwa, anaingia baadaye anaenda kuishi paka wote wanaingia katika ndoa mazima, lakini kuna wengine ambao wanaingia kwa pasi zao wenyewe, baadaye unakuta wanaribiana maisha pale. Ili pia swala mahusiano ni pana sana. Kuna swala mpaka la nyota. Unaweza mtu akaingia kwa mahusiano na wewe katika hivyo atoa amekuona tu wewe mtoto wa kike ameingia na wewe katika mahusiano, wewe anatafuta nyota yako, unaona, bila wewe kujua. Kwa hiyo ili swala ni pana sana, tunao makini, na imekuwa ni challenge pia kwa watoto wa chuoni. Unakuta mtu paka anajiua kuhusu mahusiano, au unakuta ameingia fulani hivyo hajafikia, ameingia for purpose
Kwa hiyo usiingie katika mahusiano for the purpose fulani ambayo inakunufaisha wewe peke yako na kutumnufaisha wenzako. Asante sana, endelea kufuatilia video zangu na nashukuru sana. Nikutakie semester njema. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Asante sana.